TV Media. Naam, ujambo na karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya Amani TV Media. Na tegemea kwamba utakuwa salama usalimini popote pale ambako endelea kutusikiliza vema jioni ya leo. Ikiwa ni tarehe 3 Juni mwaka wa 2025. Kabla kabisa ya kuendelea kiundani katika habari zetu za jioni ya leo, na kuomba kwanza kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi, ili nao pia waendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Naam, katika habari zetu za jioni ya leo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na kuja kukujuza kuhusiana na hali ya wasiwasi ambayo endelea kutanda katika mji wa Baraka jioni hii ya tarehe 3 Juni mwaka wa 2025. Milio ya risasi imesikika kwa wingi ndani ya mji wa Baraka Jumanne hii ya tarehe 3 Juni mwaka wa 2025, kuanzia mida ya saa 12 jioni hadi majira ya saa 1 usiku. Milio hiyo ya risasi imepelekea watu kujawa na wasiwasi ndani ya mji wa Baraka, na wengine kupoteza vitu vyao, wale ambao bado walikuwa wapo sokoni. Kiukweli shughuli zimezorota, huku kila mmoja akiwa na maswali kuhusiana na milio hiyo ya risasi ambayo imelia kwa wingi ndani ya mji wa Baraka. Milio hiyo ya risasi ilianza saa 12 jioni, huku watu wakiwa katika pilika zao za kimaisha. Wale waliokuwa sokoni walikuwepo wako sokoni, wale ambao walikuwa katika shughuli zao pia walikuwa kwenye shughuli zao, kwa sababu hali ya usalama katika mji wa Baraka ilikuwa yenye kuimarika siku zilizopita. Hivyo wakaaji wa jiji hilo walikuwa hapo kimya kabisa, na walikuwa wategemei kwamba kunaweza kukasikika na milio yote ya risasi, licha ya kuwepo na wazalendo lakini pia jeshi la taifa ndani ya jiji hilo. Kwa hivyo kipindi ambacho risasi hizo zilianza kurindima, kila mmoja alikuwa na wasiwasi na kujiuliza kusema labda ni kawaida ya jeshi na pia wazalendo, labda alikuwa kuna lolote ambalo alikuwa akifanya. Lakini kilichoshangaza watu ni pale ambako risasi zilianza kurindima kwa wingi, kama majibizano, kitu ambacho kilipelekea hofu kwanza kutanda kwa raia wa mji wa Baraka na kuwa na maswali ni kipi ambacho kinaendelea. Na hivyo ilipelekea watu kuanza kukimbia, wale ambao walikuwa hapo sokoni kuanza kuacha vizaa vyao sokoni, wale ambao walikuwa kwa barabarani, lakini pia wale ambao walikuwa mbali na makwao walianza kukimbilia nyumbani kwao kwa ajili ya kuangalilia kile ambacho kitakuja kutokea. Watoto walianza kuitwa, kama unavyojua kule risasi zilirindima kwa muda wa saa mzima kabisa, zinatulia kidogo, zinalia. Sasa watu nakuwa na maswali ni kipi ambacho kinaendelea. Ukiangalia ni siku 2 pekee tangu wabunge wachaguliwe tarafa Fizi wanakutana na wazalendo na kuwaimarisha na kuwahimiza na kuwaomba kuendelea kuweka ulinzi ndani ya mji wa Baraka, lakini pia kuepuka hali za kufyatua risasi kiolela. Na leo mabadiliko yameonekana, risasi zinarindima kwa wingi ndani ya mji wa Baraka. Kusema kweli, ndani ya mji wa Baraka kunapatikana kundi 2, jeshi la taifa FARDC, lakini pia makundi ya wazalendo, ndo kundi ambazo zinashikilia silaha. Na kama unavyojua kipindi ambacho silaha za risasi zinapigwa ndani ya mji za sehemu fulani, ni vigumu sana kupata taarifa rasmi ya kuhusiana na kile ambacho kinaendelea sehemu husika. Na sisi tunaendelea kufuatilia ili tupate kujua ni nini kinaendelea, nilisababishwa na nini, ni nini chanzo cha vurugu, labda risasi hizo kusikika kwa wingi, ili tukuje kukuhabarisha tena mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Naendelea kukuambia yote yanayojiri sehemu zote. Hiki ndio kinachojiri ndani ya mji wa Baraka. Watu wanakuwa na maswali, je, ni vita ni nini? Kwa sababu ukiangalia ndani ya mji wa Baraka kuna ulinzi madhubuti, kuna jeshi la taifa, kuna wazalendo kona zote. Kwa hivyo ni vigumu sana adui kuja na kuingia ndani ya mji wa Baraka. Kwa hivyo inatupatia imani kusema ya kwamba labda ni changamoto mbalimbali tu ambazo zinatokea baina ya wajeshi, baina ya wazalendo, na kupelekea risasi hizo kuweza kufyatuliwa kwa wingi. Lakini kusema ya kwamba ni maadui, bado hatujawa na uhakika na kuhusu hizi taarifa. Kwa hivyo naendelea kufuatilia kwa kina zaidi ili tupate kukuletea taarifa rasmi kutoka kwa vyombo
kutoka kwa vyombo vya serikali, lakini pia kutoka kwenye vitengo husika na usalama ndani ya mji wa Baraka, kwa sababu kila kunaporipotiwa tukio kama hili, meya wa jiji huwa anajitolea sana kutafuta ukweli na kuweza kunyamazisha raia, kuambia ilikuwa ni kwa nini risasi zilipigwa, ilikuwa ni kwa sababu gani. Kwa hivyo mpaka sasa, kama hali na bado ni tete, hali bado ni ya wasiwasi, hakujawa chombo cha habari za kitengo husika na serikali ambacho kimeshatoa taarifa rasmi kuhusu sababu ya milio hiyo ya risasi ambayo inaendelea kusikika jioni ya leo ndani ya mji wa Baraka. Na hivyo na sisi pia hatuwezi tukakuletea taarifa rasmi kwa sababu bado vitengo husika havijatoa taarifa hiyo ni nini kinachoendelea, lakini tunaendelea kufuatilia mpaka mwisho ili tupate kujua ni sababu ni hipi na inasababishwa na nini, ni wanani ndio wamepiga hizo risasi na ni wapi husika. Lakini kufuatana na duru kutoka ndani ya mji wa Baraka imesemekana ya kwamba milio ya risasi inasikilika upande wa Bando, maeneo ya Mwandiga, maeneo ya huko maeneo ya Matata kule kwa chini kabisa. Sasa hajajulikana ni wakina nani ndio wanazifyatua, lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili mradi tukuje kukuletea taarifa rasmi hapo baadaye. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea tu kukuomba uwe nasi kwa ajili ya kuendelea kupata habari za uhakika na za ukweli kutoka ndani ya mji wa Baraka. Tunafanya kazi moja kwa ajili tu ya kuja kukuhabarisha, tukuambie yote yanaendelea kujiri kutoka kona zote 4 za ulimwengu, na hiki ndio kinachoendelea ndani ya mji wa Baraka. Watu wanaishi na wasiwasi kupitia uvamizi ambao hupo mashariki mwa DRC, na hivyo wanaposikia mlio wa risasi, kila mmoja anakuwa na wasiwasi, anakuwa na maswali, ni nini kinachoendelea, ni wapi, ni kipi ambacho kinakuja tena. Lakini ukiangalia ndani ya mji wa Baraka siku hizi watu walikuwa wameshakuwa kimya, shughuli zote zilikuwa zimeshakuwa kama kawaida, kulikuwa hakuna tena masuala ya kivita kabisa. Sema tu ni hivyo, lakini nategemea kwamba tutajua ukweli kuhusiana na milio hii ya risasi ambayo imesikika ndani ya mji wa Baraka jioni ya leo tarehe 3 mwezi Juni mwaka wa 2025. Ilianza saa 12, ikawa inalia, ilianza 1, 2, 3, baadaye watu walikuwa wanachukulia poa, lakini baadaye zilikuja kuanza kupigwa nyingi. Sasa kila mtu libidi aanze kutafuta sehemu ya kwenda, yani kama ulikuwa kwako lazima ukimbilie familia yako, uangalie namna gani utatulia nyumbani kwako. Kwa hivyo ni hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ndo hali halisi ya mji wa Baraka kwa sasa. Milio ya risasi imetulia, ni saa 1 usiku dakika 15. Baraka nzima inatulia, yani inapoa kabisa, hata ndege zinakaa kimya, huko watu wakiwa tuna maswali, kila mmoja yuko nyumbani kwake anatizamia, anataka kujua ni kipi kinachoendelea. Lakini kwa sasa ukweli haujapatikana kuhusiana na milio hii ya risasi, ila baadaye ukweli utakuja kupatikana na sisi tutakuja kukuhabarisha, tukwambie sababu ni nini na ilikuwa sehemu gani na ni wakina nani ambao wameweza kutekeleza kitendo hicho, ambao wameweza kufyatua risasi hizo kwa wingi ndani ya mji wa Baraka na kuzua hofu miongoni mwa jamii. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Asante kwa muda wako. Amani TV Media.